Mariamu Abubakari. Kuifahamu kivipi bwana? Sina wafahamu tu. Mimi wale nimewakuta kina mzee. Yaani wote walikuwa hai. Kuanzia mzee Kiago na ndugu zake. Mume wako walizaliwa wangapi kwao? 4. Msambo, Beni, Atibu, Mwinjuma. Jana alitakiwa huyu Salma alitakiwa aondoke pale. Kwa sababu zile ni mali za mirathi natakiwa zigaiwe. Lakini nani akasema hivi, aliyojenga pale alikuwa ni mume wake. Mume wake Mwinjuma amejenga pale. Lakini katika makubaliano alikubaliana kwamba kwa sababu Mwinjuma alikuwa mtoto wa mwisho, yeye ataishi pale. Sasa tukakufuata wewe ingalau kwa sababu umri kidogo unaendana, tupate ukweli. Hakuachiwa Mwinjuma. Walibadilisha tu akajenga, lakini hakuambiwa Mwinjuma ndio mtoto wa mwisho akae. Hasa angepewa Mwinjuma angejengewa na Beni. Sangejenga mwenyewe. Wale baba yao hakuacha agizo lolote. Msema hii nyumba itakuwa ya mtoto wangu wa mwisho. Hajasema. Lakini Salma amesema kwamba pale aliyejenga ni mume wake. Sio mume wake aliyojenga, hata shilingi 10 hajatoa. Ibeni peke yake alijenga. Mwana muongo hivi. Lakini kwa hiyo Mwinjuma ni shemeji yako? Ni shemeji yangu. Walikaa kaongea, mume wangu mwenyewe kanambiaje, Beni anabadilisha ile nyumba. Amesema nyumba ya mbele kule ipangishwe au anapokea kodi ya nyumba mpaka hela yake ifanyaje irudi. Ndio sasa amejengea pale. Irudi. Hasa Mwinjuma akagawa room, kagawa watoto wake akakaa. Jibanyo lijengewa nyumba ya uwani. Makai na mke wake ambaye room ya watoto na baba na watoto wake. Mimi sielewi kwa kweli. Wala sijauliza. Ndio kusema uongo. Na alisikia wapi unakumbuka? Kufanya? Alisikia wapi? Wewe mkwe. Mimi sielewi kuna wala kweli. Naona ni Kaloleni kule. Lakini kwa miaka yako hiyo huwezi kukumbuka kwa kweli. Lakini nisikia kwamba amezikiwa Kaloleni. Mimi kwangu kazikiwa pale karibu na stendi ya mjini pale. Yale makaburi ya pale. Haya makaburi ya pembeni. Hata Atibu alizikiwa pale pale. Kwa Hatibu na Msaba alizikiwa pale. Lakini wazazi wake wamezikiwa Kaloleni. Wewe umemwona Salma akilia? Nimeona. Sasa mbona unamcheka mwenzako bibi? Mimi siwezi kulia bwana. Kulilia nyumba ya mtu. Mbona yeye anazo za kwake 2 kaachwa na babake amerithi. Sasa nitaka alishi na vya mkwe. Wewe ni mtu na akili. Au bibi mlikuwa mpendani? Sio kupendana, hapana. Wewe unasema sasa Salma ameachiwa nyumba na nani? Hajaachiwa nyumba na mtu yoyote. Yaani alipofariki mume wake hawakuweza kumfukuza pale kwa sababu sikaacha watoto bado wadogo. Akakaa pale kulea watoto. Hasa wewe mwenyewe ndio utafikiria nimelea watoto wamekuwa, jamani mimi naondoka. Lakini kakaa moja kwa moja. Sasa na wale mashemeji hawezi kumfukuza, ikawa nakaa tu pale. Lakini sasa watoto wa Salma hawajui chochote, wanasema kwamba mama wao ana haki, anaonewa. Hana haki yoyote. Ana haki gani? Ana haki gani? Ingekuwa ni nyumba ya baba yao ni sawa. Kwanza wangeenda kuuliza nini? Kitu cha familia ingekuwa ni Mwinjuma kajenga na kwa pesa yake. Watoto wangefuata kwanza kutafuta mirathi. Songelisha watoto wake. Alafu yule mama anachotaka watoto wake ndio walishi peke yao pale. Familia 3 isilishi. Watoto wa familia 3. Hawatakiwi walishi pale. Akae na watoto wake tu. Ndio anachotaka. Ndio kitu kinachomliza yule mama. Wewe ulivyoondoka pale ukasema unaenda kuanza maisha yako, ulipata chochote kwenye familia? Sijapata kitu chochote. Sasa mume wangu alikuwa na mali gani? Si alikuwa na shamba la babake na nyumba? Shamba lilikuwa hawajagawana. Shamba lilijagawa isipokuwa walimpa tu dada yao wanalima na kuangalia ile shamba. Ambaye mama yake na Thomas.
Lakini pia tumemtafuta msimamizi wa mirathi, akatueleza kwamba kinachoendelea ni ukusanywaji wa mirathi ili kila mmoja agaiwe, akiwemo Salma. Mimi naitwa Fatina Maulidi, ni msimamizi wa mirathi ya Msambo Juma Kiago. Imekuweje mpaka ukawa msimamizi wa mirathi? Shida ilianzia wapi mpaka kile ambacho kilichotokea jana? Shida ilikuanzia ni baada ya familia kukataliwa, wakapelekana mahakamani. Kupelekana mahakamani, ikafika mahali wakataka msimamizi wa mirathi ya Msambo, ndo nikateuliwa mimi. Kwani baba yako huyo Msambo ni nani? Msambo mimi ni babu yangu, mzaa mama. Ndiyo. Katika hiyo process yote, babu yako alizaliwa wangapi? Babu yangu alizaliwa wa kwanza, ambaye ni Msambo. Wa pili akazaliwa Beni. Wa tatu Atibu. Wa nne Mwinjuma. Na katika hayo yote ambayo yamejitokeza, kwani babu alikuwa amesemaje enzi akiwa hai? Maana nimeambiwa ile nyumba ambayo iko Kaloleni pale ni nyumba ya familia na sio nyumba ya Msambo wala Mwinjuma wala Hatibu. Nyumba ya Kaloleni hapana. Nyumba ya Kaloleni ni ya mjini kati. Ya Bondeni. Nyumba ile ni ya Msambo ambaye ni nyumba ya baba yao. Wao wako wanne. Ni nyumba ya familia ya watu wanne, ambayo ni Msambo mwenyewe, Beni, Atibu na Mwinjuma. Kwa nini uliamua kwenda kuwa msimamizi wa mirathi? Mimi niliteuliwa, ni wakili. Baada ya kesi kwenda wakasema wanataka mtu ambaye atavaa kiatu cha Msambo. Kwa hiyo nikafuatwa mimi niweze kuvaa kile kiatu. Kilitokea nini mpaka familia ya Msambo wakaenda mahakamani? Kilichotokea ni kwamba kuna kipindi wakati wa hukumu ya nyumba, huyu Salma Saidi alisema kesi isimame mpaka apatikane atakayevaa kiatu cha Msambo. Na baada ya hapo familia ya Salma ilienda mahakamani kujitambulisha kama wao ndo familia ya Msambo. Huyu Bi Salma akatumia jina la bibi huyu ambaye ni mke wa Msambo, akasema kwamba yeye ni Mariamu Abubakari. Tukaenda tukamtengua Kurusumu pamoja na familia yake, ambao wao walisema familia ya Msambo imekufa, wajukuu mpaka watoto. Wakatenguliwa mahakamani. Ni wewe sasa ukateuliwa? Mimi wakati huo nilikuwa nimeshateuliwa, nilikawa nimepewa majukumu na mahakama. Ndo tukagundua kwamba Kurusumu ameenda kufungua mirathi ambayo sio ya kwao. Wao wakasema ni familia ya Msambo, na wakasema familia ya Msambo wote wamekufa. Na babu alikuwa na mali za aina gani ambazo mwisho wa siku zilikuwa zinahitaji mtu msimamizi mpaka kuteuliwa wewe? Babu ni hiyo nyumba ya Bondeni na shamba. Ndo mali ambayo ilikuwepo. Ambayo ndiyo hiyo eka 10 na ile nyumba iliyoko katikati. Ndiyo ni hiyo eka 10 na ile nyumba iko pale katikati. Jana nadhani uliona kilichokuwa kinaendelea. Sasa oda ya mahakama ilitoka lini na kesi hii iliendeshwa kwa muda gani? Oda ya mahakama imetoka nadhani ni wiki hizi. Na kesi imeendeshwa toka mwaka 2012 mpaka sasa hivi. Yote ilikuwa ni swala la mali. Ni hiyo tu. Kabla yako aliyekuwa msimamizi wa mirathi ni nani? Kabla yangu mimi hakukuwa na msimamizi wa mirathi. Hakukuwa na msimamizi wa mirathi zaidi ya kina Kurusumu kufungua huo usimamizi wao. Ndiyo. Ambapo Kurusumu sasa ni nani? Kurusumu mimi nikimwangalia ni mama mdogo. Mtoto wa Mwinjuma. Kwa hiyo katika huko kusimamia mirathi, hizo mali zote umeshaziweka mikononi kwa ajili ya kuanza kugaia, kwa sababu kazi ya mtu wa mirathi mwisho wa siku unatakiwa ukusanye zote ili kila mtu apate sawa. Ndo niko sasa kwenye ukusanyaji. Ambapo nikishakusanya
napeleka napeleka ripoti mahakamani, na sasa nakusanya nawagaia warithi. Ambapo sasa ni nyumba ile iliyoko katikati ya mji pamoja na shamba eka 10. Ndio. Hivyo viwili peke yake. Ni hivyo viwili. Na yule bibi ambaye alikuwa anazungumza jana, ambaye ni Salma, ambaye nadhani ukimwona unamuita bibi. Kwa sababu aliolewa na mjomba au nani? Na babu ambaye nadhani ambaye ni Mwijuma sasa. Kama ilikuwa hivyo, yeye amesema kwamba ile nyumba imejengwa na mume wake, na lile eneo kipindi hicho wanasema kwamba kwa sababu walikuwa wanne, Mwijuma alikuwa wa mwisho, wakaambia kwamba Mwijuma atakuwa anaishi pale kwa sababu yeye ni mtoto wa mwisho. Hakuna kumbukumbu zozote ambazo ilikuwa zinaonyesha hicho kwamba Mwijuma ndiye angepaswa asimamie ile nyumba? Hakuna kumbukumbu zozote. Hakuna kumbukumbu zozote. Yeye ni alikaa pale, yani walikaa wakaondoka wengine, na yeye pia, yani ni nyumba ya familia, kwa hiyo kila mtu ana uhuru wa kwenda kukaa pale. Ndio. Kwa hiyo huyu Salma pale ni kwa wakwe zake. Pale ni kwa wakwe zake, ndio. Na katika hii mirathi ambayo unaikusanya, naye yuko katika mgao? Ndio, naye yuko katika mgao. Anapaswa kupata asilimia ngapi? 25. Hizo simu zenu usijui mgeni nani? Simu zenu tafadhali. Mimi kuzungumza. Umesema? Asilimia 25. Rudia sasa. Naye ni miongoni mwa watu ambao wananufaika na mirathi? Ndio, naye ni miongoni mwa mnufaika wa hiyo mirathi, naye atapata asilimia 25. Ni kwa nini ile nyumba hamkusema tu mkae muiache iendelee kukaa pale, kwa sababu ni ya urithi wa vizazi na vizazi, kuliko kile ambacho kilifanyika jana kwamba wanaondolewa pale na nini, labda mnataka kuuza ama vipi? Mmekubalianaje? Yaani kwa hilo, kwa jinsi ilivyo, kwanza mamangu mimi alifariki, na yeye alikuwa na haki ya kwenda kuishi katika ile nyumba, lakini walikataa maiti yake isiingie pale. So mama tu, ina maana pale ni kwao. Pale ni kwao. Sio mama tu, ina maana hata sisi sasa hivi pale ni nyumbani, lakini hatuna uhuru wa kuingia. Hatuendi hatuzikani, walishatukataa. Kwa hiyo kiujumla walitukataa, ni kwamba sasa hivi tunapita barabarani, tunapishana kama vile hatujuani. Maana yake sasa mtagawana nini kama hamuelewani? Tutagawana kwa sababu ili swala ni la mahakama, na ni mahakama inasimamia, na ni mahakama pia itagawa. Kwa hiyo pia watagaiwa na mahakama. Lakini mtu si anaweza akasema wewe pale sio kwenu, ni kwa mama yako, kwa baba yako ni wapi? Kwa baba yangu mimi ni Kondoa. Mtu anaweza kujiuliza sasa, kwa nini usingeenda kule kwa baba yako ukakaa huku kwa mama zaidi? Kwa sababu kwa desturi zetu za Kiafrika zinamtaka mtoto atambulike kwa baba zaidi kuliko kwa mama. Mama naye pia ni mnufaika pale. Yaani haiwezi katengeneza kama vile kuna interest fulani hivi. Hapana, mama naye ni mnufaika. Kwa sababu pale naye ana haki yake. Na huko alikoolewa pia, huko si lazima kuna mahali ambapo ameolewa pia ambako ndio huko ambako ndio kwenu. Yaani kivi hapo sijakuelewa. Yaani nimeanza hivi. Familia za Kiafrika. Yaani mimi sasa hivi siwezi nikaenda kwa kina mama yangu niseme hii nayo nastahili, lakini ninaweza kwenda kwa baba ambako ndiko zaliwa kusema hapa palikuwa kwa baba yangu, labda kitu fulani shamba linanastahili na vitu kama hivyo. Mtu anaweza kujiuliza, kama kwenu ni Kondoa ulivyosema, kwa nini usingeenda Kondoa ambako ndio kwenu ukawa msimamizi upande wa mama? Kule sisi hatuna mgogoro wowote. Kule sisi hatuna mgogoro wowote, tuko vizuri. Ulielewa swali langu. Kwa nini wewe ukawa msimamizi upande wa mama badala tunajua wasimamizi wengi ni upande wa baba? Mimi ni mahakama baada ya wao kusema kwamba wanataka mtu wa kuvaa kiatu cha msambo. Kwa hiyo mimi nikateuliwa na wakili badala ya mama. Familia ndio iloniteua. Familia upande wa wapi? Familia upande wa mama. Upande wa mama. Yaani hakukuwa na mtu mwingine ambaye alikuwa upande wa baba ambaye angeweza hili zaidi, kwa sababu wewe uliolewa pale ukatoka. Yaani wewe umeolewa kwa mama yako ukatoka.
lakini unasimamia mali za upande mwingine. Hiyo ndio kidogo mimi nataka uelewa hapa. Walitumia vigezo gani kukuteua kuwa msimamizi wa miradi? Ili ni familia, upande wa mama ndo waliniteua, walitumia vigezo, walikaa kikao cha familia kikapitisha, tukaenda mahakamani, tukafungua mirathi, tumefuata sheria zote zinazostahili. Yaani aliyekuteua wewe ni nani? Ni familia. Familia iliyoniteua ni familia ya kwetu sisi ya Msambo, familia kwa Beni na familia kwa Atibu, kwa sababu wale tayari sisi hatuelewani. Ina maana sisi familia 3, katika hizo familia 4, familia 3 sisi tunaelewana na tuko tayari mali kugawana, lakini wale wao wameweka ubinafsi, ni kwamba hawatutaki sisi. Ndio. Mlishindwa kukaa meza pamoja kumaliza kuzungumza hili jambo? Yaani kwa kweli wale watu ni ngumu, kwa sababu kwanza hatusalimiani hata kusalimiana. Hatusalimiani. Kwa kama hamsalimiani, unaona sasa usalama. Hatusalimiani na hatuzikani. Kwa hiyo ni ngumu kukaa nao meza moja kukaa kujadili hiki kitu. Hamzikani lakini mnataka kwenye mirathi mgawane. Hii kitu sinasimamiwa na mahakama. Sasa hiyo siku ambayo labda sasa ni upande wa Salma nao wamegaiwa hizo 25%. Itakuwaje sasa, kwa sababu hamwelewani? Mtawafuata kuwapa barua kwamba bwana pale panawahusu? Wataitwa mahakamani. Jana nadhani umemsikia bibi alichokuwa amekizungumza, kama umesikia klipu za. Mimi natamani kidogo ujibu kile ambacho bibi amekisema kwamba pale alijenga mume wake, watoto wake na vitu kama hivyo. Hapana, hilo siko tayari kulijibu. Uko tayari? Lakini ulisikia? Nilisikia, ndio. Na kwa mfano kuna dokumenti zozote ambazo ziliachwa kati ya hawa watu 4 ambao ni Ben, huyo nani na nani Msambo? Hakuna dokumenti zozote ambazo waliwahi kukubaliana? Hakuna. Yaani kukubaliana vipi? Kukubaliana vipi? Yaani dokumenti zozote zinazohusu masuala ya mali, hawa watu 4. Hakuna, akiomba baba yako, hakuna popote ambapo waliwahi kuandika kokote? Hapana. Kwa hiyo nini ambacho nakifanya, juhudi gani ambazo unazifanya kama msimamizi wa mirathi sasa kuzileta familia pamoja kuliko hiki ambacho kinaendelea hivi sasa? Mimi ninachofanya ni kile ninachoelekezwa na mahakama, kukusanya mali na kugawa kwa wanufaika. Naitwa Thomas Leina Molel, ni mjomba kwenye boma hili na nimelelewa na wajomba. Na katika hizi mali, shamba, mimi ndio muangalizi wa hilo shamba. Nipende tu kusema kwamba mahakama imetenda haki, hakuna uonevu, ni usumbufu. Mama yule ni mama yetu sisi. Watoto waliowazaa ndio wanaoleta huu mtafaruku. Hawa watu walikuwa na mwenye mali asili ni babu na bibi. Babu ni mtu wa Handeni na bibi ni Masai. Walijaliwa walipooana, bibi alitoka kwenye mila akasilimu. Wakajaliwa kupata watoto hawa watoto 5. Wa kwanza anaitwa Salimu. Alikufa wakiwa na wazazi wake. Wazazi wakabaki 4. Hawa watoto 4 hakuwa na msichana, ni vijana tu hawa. Kwa hiyo rasilimali walio nayo ni nyumba pamoja na shamba. Familia hii ilikuwa imeshikamana, hawakuwa na mzozo wote. Na hapo hiyo nyumba ilipo ndio familia yote ya hawa watu wote, hata na sisi tukitoka shamba tunakwenda kwa babu. Naenda kwa wajomba. Tumekaa bila mgogoro mpaka mke wa huyu mume wa huyu bibi alikufa mwaka 67 akazikwa. Hakuwa na kitu chochote. Katika hao 4 ni mmoja ndio alikuwa na nguvu. Alikuwa mwanajeshi, akamaliza jeshi akaajiriwa kwa Dodoma Transport kwa Lichasi. Akajaliwa akawa mfanya biashara wa mabasi ndio Beni. Akahamia sehemu moja inaitwa Masangi Kondoa. Hawa watu wakawa wanashikamana. Sasa nyumba ile, kwa sababu yeye ana nguvu, mume wa huyu mama alikuwa anafanya kazi idara ya maji, hakuwa na nguvu. Ni mjomba wangu lakini alikuwa anapenda ulabu sana. Sasa ile nyumba huyu Beni akaja akaibadilisha kutoka kwenye matope akajenga, na fundi aliyejenga
anaitwa Aliatibu hapo kwenye nyumba ya Napeku. Hawa ni ndugu. Fundi aliyejenga hiyo nyumba. Madebe, nguzo, vyote vikapakiwa vikaletwa kwenye boma yangu. Ambapo mpaka sasa hivi Viko vipande vipo. Kwa hiyo aliyejenga nyumba ni nani? Ni Beni, lakini nyumba alijenga ikiwa ni ya mama yake, akuwa bagua ndugu zake. Huyu bibi na mume wake wakabaki hapo nikitinda mimba. Sawa? Akafa mume wa huyu bibi. Yule bwana akaendelea kuwatunza ndugu zake. Atibu naye akawa ni fundi garage, fundi makenika. Katika kujitafutia maisha naye akaenda wapi? Kondoa. Lakini anarudi wapi? Arusha nyumbani. Hakuna mtafaruku, wamekaa mpaka watoto wamekufa. Huyu bibi ana watoto 6. Watoto wake wa kiume wakawa wamekufa wote. Wa kike mmoja akaolewa Dar es Salaam, na huyu kitinda mimba akaolewa hapo Mnazi Mmoja kwa mama anaitwa Mama Mfaume, kama unamsikia. Kashindwa kukaa kwa mume, akarudi nyumbani. Aliporudi nyumbani ndio kiama kikaanza cha mtafaruku. Umenielewa? Kabla hapo hakukuwa na ugomvi wowote wa aina yoyote. Na hawa watoto walikuwa kwa waume wanaangaliwa na ndugu. Hawa ndugu wengine wanamwangalia bibi yako ana shida, na lima namletea chakula. Sasa huyu binti huyu Kurusumu aliporudi nyumbani ndio kiama kikaanza. Hataki ndugu zake. Katika chumba, katika hivi vyumba unavyoviona hivyo, vilikuwa havipangishi hivyo katikati. Ni ndugu wanakaa, yuko mmoja anaitwa Jumani mzee, chumba chake kilikuwa cha huku mwisho. Kwa kweli yule bwana alinusurika, ilifika mahali walimtegea mpaka umeme afi. Haya, tumekaa, huyu binti mimi nikiwa shamba akanifuata 2012, mjomba tunaomba mahali pa kulima. Nikamwambia sawa, kama mnataka pa kulima, wacha basi nimjulishe mama yenu ili kusudi, maana dalili zake nilishaona si dhahiri. Mimi niko shamba, vurugu ikawa kubwa, wakaanza kuvurugana na 12. Wakaja shamba, tukatoka shamba tukarudi pale bondeni, tukafanya kikao cha ukoo cha ndani. Mama, nyumba hii ni ya mkwe na shamba ni la mkwe. Hii nyumba baada ya baba mkwe kufa, hawa watoto walimteua Msambu kama msimamizi wa mirathi. Wakalitoa jina kwa babu, wakaleta jina kwenye majina ya watu hawa inavyosoma. Umeelewa babu? Baada ya kumweleza mama kwamba mama, uwe muungwana, hata kama ni mtoto wa mwisho, kwa utaratibu wa mila yetu sisi wa Masai, hakujawahi kufanyika kikao cha wewe kupewa hii nyumba wala kupewa shamba. Lazima tu taratibu ufanyike kwa mjibu wa utamaduni wa Waislamu, funguliwe mirathi, mgaiwe, mbaki salama. Mama akaridhika, akasema mimi sina neno. Salma, mimi sina neno. Basi tukaachana, tukajua watu wamefanyaje, wameelewana. Mimi naenda nyumbani, sijamaliza wiki, mama kaenda baraza la ardhi la wilaya, akafungua shtaka kwa hati ya dharura mheshimiwa, ikasikilizwa kiuhalisia. Mama alikula mwereka wa pua, alishindwa. Baada ya kushindwa, tukakaa tufanyaje na mama yetu huyu, tumdhalilishe? Hapana, labda itampa ufahamu kwamba kama ameenda mahakamani alichoenda kusema kwamba Msambu ambaye ni shemeji yake ni baba mkwe. Shemeji kawa nani? Baba mkwe. Hawa upande wa pili walipojibu, mama akafanyaje? Akashindwa. Sasa tukasema tufanyaje huyu mama? Hii kama itampa fundisho, tufanyeni utaratibu wa kufungua mirathi. Wakati tukao kwenye huo utaratibu, mabaraza ya ardhi mheshimiwa ni magumu. Shtaka lile limesikilizwa, ukalitolea maamuzi, unarudi kulifungua tena. Hii kitu inaingia kwenye kichwa.